Baraza la madiwani wa halmashauri ya Magu imefanya kikao maalum kujadili hesabu za mwisho wa mwaka wa fedha wa 2025-26. Agasti 27, halmashauri ya wilaya ya Magu imefanya kikao maalum cha baraza la madiwani kwa ajili ya kupokea na kujadili taarifa ya hesabu za mwisho za halmashauri kwa mwaka wa fedha 2025-26. Kikao hicho ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya kisheria ya baraza la madiwani katika kusimamia na kufuatilia na kuhakikisha matumizi ya rasilimali za halmashauri yanafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na mipango ya maendeleo iliyowekwa. Katika kikao hicho, waheshimiwa madiwani wamepata fursa ya kupitia na kujadili taarifa ya hesabu za mwisho, ikiwa ni pamoja na mwenendo wa mapato na matumizi ya halmashauri hiyo katika mwaka wa fedha wa 2025-26. Baada ya kikao hicho kifupi kumalizika, Skywave TV tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya madiwani waliohudhuria kikao hicho, na haya yalikuwa ni yao walioyaona kwa kipindi chote cha mwaka wa fedha wa 2025-26. Mimi ni Pasco Kadushi PK. Kwa majina naitwa Herbert Faustini, diwani wa kata ya Kongolo, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, uchumi na mazingira ya halmashauri ya wilaya ya Magu. Kwenye mwaka wa fedha ambao leo tumehitimisha kwa kupata hesabu zake, ni kwamba halmashauri yetu imeendelea kufanya vizuri, kwa sababu kwenye makusanyo ya ndani, kwa maana ya makusanyo ambayo yanatokana na vyanzo vyetu vya halmashauri ya wilaya, tumeona kwamba tumekusanya zaidi ya 85% ya bajeti ambayo tulikuwa tumekusia, na hata ufanisi ambao tumeshindwa kufikia, kwa maana kufikia 100%, ni kwa sababu labda unaweza kukuta kuna majanga mengine ya kibinadamu ambayo labda tulitegemea tukusanye katika ushuru wa mazao, unaikuta hali ya hewa, kwa sababu kilimo cha Tanzania kwa sasa kinategemea labda mvua, unakuta hatujafanya vizuri kwenye huko. Lakini kuna baadhi ya maeneo mengine ambako unaweza kujikuta kwamba labda mabadiliko ya tabia ya nchi yamepelekea labda kushuka kwa ushuru kama wa samaki, kwa sababu ni moja kati ya mazao tunayotegemea kwenye halmashauri yetu. Hayo yote kwa pamoja yameweza kutusababisha sisi kuweza kufikia malengo ya kukusanya kwa 100%. Lakini kiujumla kama halmashauri tumefanya vizuri sana, na unaweza ukaona pia kwamba tumeendelea kupokea pia pesa za ruzuku kutoka serikali kuu ambazo zimeonekana kwenye bajeti yetu, kwa maana ya hesabu zetu za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kwa ujumla wake kwamba halmashauri inaendelea kufanya vizuri, kwa sababu unaweza ukaona kwamba kwenye thamani ya halmashauri mwaka jana, mwaka wa fedha, thamani ya halmashauri ilikuwa ni shilingi bilioni 76, lakini mwaka huu thamani imepanda na halmashauri ina thamani ya shilingi bilioni 81.2. Kwa hiyo halmashauri pamoja na thamani zake inaendelea kupanda. Hii inaashiria kwamba halmashauri inafanya vizuri. Lakini kwa upande wa kata yangu nianze kusema kwenye mwaka wa fedha uliomalizika, tumeweza kunufaika na vitu vingi. Kwa mfano, tumeweza kupata huduma kwenye upande wa elimu, tumechonga madawati. Kwenye upande wa afya tumeendelea kupata madawa katika zahanati yetu ya pale Kongolo. Lakini ukaenda kwenye upande wa sekta ya usafirishaji, na maana barabara zote zinapitika ndani ya kata ya Kongolo, kwa maana serikali ilitoa pesa ambazo zimeweza kusaidia wakati mwingine wananchi kuweza kufika kwenye huduma ambako wanapahitaji kwa sababu ya mazingira rafiki ya miundombinu ya barabara. Lakini kwenye upande wa elimu pia nisisahau kwamba tumekamilisha ujenzi wa nyumba ya watumishi pale shule ya msingi Makamba yenye thamani ya shilingi milioni 92. Kwa hiyo kwa yote kwa pamoja tunaweza kusema kwamba tunashukuru serikali, lakini pia tunawashukuru na hata watumishi wa halmashauri ya wilaya Magu kwamba wameweza kushirikiana na sisi baraza la madiwani kuweza kuhakikisha kwamba yale malengo tuliyojiwekea tunayafikia. Kwa majina naitwa Hilali Elisha Nasolo, ni diwani wa kata ya Nyanguge, na niseme tu nizungumzie ripoti hii ambayo tulikuwa tunaiongea hapa, tuliowasilishwa na mtunza hazina wa halmashauri ya wilaya ya Magu, kwamba imezungumzia vizuri kuhusiana na upangaji wa mahesabu na jumla ya fedha tulizopokea kwa ajili ya miradi, na pia namna ya matumizi yake yalivyofanyika katika miradi yetu kwenye halmashauri, kuhakikisha kwamba miradi hii inakamilika kwa wakati na hela au pesa zilizoletwa na serikali kuu kwa ajili ya miradi zinaweza kusimamiwa kwa ufasaha zaidi, na kupelekea halmashauri kuendelea kumaintain sifa yake ya kupata hati safi, kama ambavyo tulianza 2016 mpaka leo halmashauri yetu inaendelea kutengeneza hati safi. Kwa hiyo niseme kwa mfumo huu ambao upo, hesabu zimejitosheleza vizuri ambazo zitapelekwa kwa mkaguzi, yani kwa maana ya CIG, mkaguzi wa ndani na mkaguzi wa nje, ili kwenda kuthibitisha namna gani tumepokea pesa na zimetumika kwa kiasi kipi katika usahihi wake. Na tumesema sasa tuhakikishe tunaendelea kutunza mahesabu vizuri, na tunaenda kusimamia kwa hela ambazo ni za miradi
zilizoingia ili miradi iweze kukamilika na kuweza kuleta tija kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Magu. Kwa kata yangu ya Nyanguge naweza nikasema tu kwamba tunaendelea kukusanya mapato kwa wingi na tuna vyanzo vingi, tunaendelea kubuni vyanzo vingi, na sasa hivi tumepokea milioni 584 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa sekondari mpya ambayo itajengwa katika kijiji cha Nyanguge katika eneo la Kongogwe. Mimi niseme tu kwamba tunaendelea kushukuru serikali chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuangalia na kuwajali wananchi wa kada ya chini kwa ajili ya kuhakikishia wanapata maendeleo ili kujiondoa katika mazingira magumu ya watoto kusoma.